Yamkini watu milioni 2 wanakabiliwa na baa la njaa huku ukame ukikithiri kwenye maeneo kame hapa nchini. Katika kaunti za Marsabit, Samburu na Isiolo, familia nyingi zinapitia kipindi kigumu cha ukosefu wa chakula, zikiishi kwa tumaini la nusu bilauri ya maziwa ya ngamia. Watoto hasa walio chini ya umri wa miaka 5, wanawake wajawazito, wazee pamoja na watu wenye mahitaji maalum ndio wameathirika zaidi. Usiku wa leo katika shajara yetu ya matukio ya ukame, tunaangazia kaunti ya Marsabit ambako njaa huenda ikasababisha watu kupoteza maisha ikiwa hatua hazitachukuliwa. Katika kaunti ya Marsabit, baa la njaa linadhihiri makali yake. Hizi ni nyuso tamaufu za kina mama ambao tayari wamepoteza matumaini. Kila siku inaanza kwa swali lile lile, maskini watoto watakula nini? Hawana mifugo, yote imeisha. Hakuna chakula nyumbani. Hata leo asubuhi bado hawajakunywa chai. Teso Guyo ni mama watoto 3. Mumewe aliondoka nyumbani miezi kadhaa iliyopita kuwatafutia mifugo malisho na hadi kufikia sasa hajarejea. Ndani ya banda lake chakavu hakuna dalili zozote za chakula. Mwanawe, umri wake ukiwa mdogo mno kupambanua maana ya njaa, lakini makali yake yanamtesa bila huruma. Kama na pesa anataka, kwa sababu anaweza kununua maziwa kwa mtoto, chakula ile mzuri kwa mtoto. Saa hii hata hii kama ni pengine cash transfer, hata anahitaji hata ni chakula. Hali ya Guyo si tofauti na ile inayomkondolea macho Ripayon Leole. Ni jioni wakati giza linaanza kugubika dunia na Ripayon hana lolote wala chochote cha kuiandalia familia yake. Wanawake wengi katika maeneo yanayokabiliwa na janga la ukame wanastahimili changamoto sawa, wakifanya juhudi zao ima faima kuhakikisha wanao wanasalia hai. Watu wameumia. Wamama kwanza wameumia na watoto pia, wazee wengine disable, wale hawajiwezi, hawapati usaidizi yoyote. Kuna watoto ambaye ni under 5 wako wamelemewa sana kwa ajili ya chakula. Katika kijiji cha Elsakumala uko North Hor kuna furaha japo ya muda mfupi. Mama amejaliwa kujifungua mtoto wa kiume na majirani wamewachinjia mbuzi 3 ili kusherehekea. Lakini licha ya sherehe hizi, hali ya sintofahamu ya kesho inaondokea kuwachokonoa akili. Kuna wengine wamelala kwa siku 2-3 njaa. Hakuna mali wanapata chakula. Wazee zaidi ya miaka 70. Wengi asubuhi hakuna kitu wanakula. Hakuna chakula wanapata. Kuna wachache ambaye inasaidiwa na serikali ambaye wanapata ile pesa ya old age, shilingi 2,000 kwa mwezi. Na hiyo shilingi 2,000 baada ya siku 2 hakuna, imeisha. Naona hiyo hali inachangia malnutrition. So unakuta mostly hapa unapata watu at least huwezi kosa hiyo cases of malnutrition. Last year ilikuwa hivi tu. Nikosa kilo anarudi kwa hii kitu ya kukula plan. Anaendelea kukula, baadaye anatoka, baadaye anarudi. Baadaye anapata kilo kukula. Iwapo yeyote anaelekea sokoni, habari zake usambaa kama mto wa chaka kikavu. Wewe ukikuja kutoka taoni, watu 5-6 wanavitia kwako. Kuja kugawanya ile kitu umeleta kutoka taoni. Wakati ile ya shule, watoto wanaenda shule. Wakati ya likizo kama sasa, kupata chakula pia ni ngumu. Watoto wote wako nyumbani, hakuna chakula. Mbeleni serikali watupatia chakula kidogo ya relief, lakini siku hizi hata hakuna hiyo. Mmoja kati ya watoto 4 katika eneo hili ana utapiamlo, na baadhi ya watoto hao walizaliwa na mama ambao wao bado walikuwa watoto wakati huo. Hivi ndivyo njaa inavyokuwa ya kizazi wala sio ya msimu. Currently we are not having any
apart from RUTF, that is for severe cases, that is some. But for mom cases and pregnant and lactating women who are malnourished, we are lacking support currently. Ukame huo pia umeibua changamoto la magonjwa. Ugonjwa wa kipindupindu, malaria pamoja na homa ya Rift Valley ni magonjwa yanayokita mizizi, mahali ambapo baa la njaa limedhoofisha na kumaliza kinga za mwili. Kata chakula nataka. Hata pesa ukipata. Nataka kila kitu, unasaidia yeye. Kwa sasa wanachoweza kufanya ni kusubiri mvua au msaada mwingine utakao wanasua kinywani mwa mauti. Ben Chumba, Darubini.